Hujambo msikilizaji mpenzi na karibu kuifuata kipindi cha La Benevolencia. Kipindi hiki kinazungumzia ushirikiano na uhamiaji kati ya nchi zinazounda maziwa makuu ambazo ni nchi ya Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mada yetu ya siku ya leo ni matokeo kiuchumi ya magonjwa ya coronavirus katika kanda la maziwa makuu. Je, inafaa makubaliano kati ya nchi tatu za maziwa makuu kwa kupiganisha shida hiyo? Zaidi ya miezi miwili sasa tangu mipaka ilifungwa kwa sababu ya virusi ya corona. Kwa kweli, hali hii inaleta hatari za kiuchumi kwa nchi zote za mkoa wa maziwa makuu. Mpendwa msikilizaji, utaelewa ya kwamba wiki iliyopita nchi ya Rwanda ilifungua mjadala na nchi ya Kongo ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kufungua tena mipaka, na hii ni kwa sababu ya ukweli kwamba janga hilo limesababishwa katika eneo lake. Mkutano wa nchi mbili uliandaliwa katika lengo la kuunda mapendekezo ya hadi za hali ya juu ya kisiasa zilizokusudiwa uimarishaji wa ushirikiano wa mpaka wakati wa uchunguzi wa janga la COVID-19 na hatari yake kwa biashara. Kuvuka mpaka kulingana na hatua zilizochukuliwa na nchi zote. Lakini, je, ni ya kweli na inavyofaa sasa? Mpendwa msikilizaji, toka hapo kesi zaidi zimeendelea kuripotiwa huko Goma na Bukavu, na hata imelazimisha viongozi kuwaomba watu kubaki nyumbani muda wa siku nyingi. Katika kipindi hiki tuna maswali machache. Uchumi rasmi na usio rasmi uliteseka vipi na unateseka kwa sababu ya ugonjwa huo? Wahanga wa hali hii ni wanani na namna gani wataweza kujiokoa na hali hiyo? Kufungwa kwa mipaka inategemea zaidi siasa ya nchi za maziwa makuu kama vile CPGL. Nchi memba zinashauriana kuhusu swali hii. Wanakubali mahitaji yao? Ni nani anayepaswa kuandaa mazungumzo au kuongoza ili kupata mikataba ambayo ingefaa nchi zote za maziwa makuu? Mgogoro huo wa coronavirus una hatari mbaya nyingi, lakini pia unaunda fursa za kuchunguza vizuri mahitaji ya ushirikiano, pia kuunganishwa, hata kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja kati ya watu na serikali zao. Na mwishowe, mpango wa Rwanda kufungua tena mipaka na DRC inaishia wapi? Wafanyabiashara wanafikiria nini? Msikizaji mpenzi, haya na mengineo yatazungumziwa katika kipindi hiki. Ikiwa una swali au pendekezo, basi toa mchango wako kunako namba 0993716024 au kunako anwani yetu ya Facebook maoni yako. Colette Salima toka mjini Bukavu na Migilene Kavira toka mjini Goma tunakuletea kipindi hiki. Tuifungue kipindi na jimbo la Kivu ya Kusini. Tangu kufungwa kwa mipaka ya Rwanda na Burundi, wafanyabiashara wengi wa mipakani wanaendelea kuuliza kwa sauti kubwa na wazi kwa mipaka hiyo itafunguliwa wazi tena siku gani, ijapokuwa janga la COVID-19. Katika jimbo hili, mapato ya watu wengi yanahusishwa sana na uchumi usio rasmi ambayo inafanya ugumu wa kufungwa kwa karibu kila mtu. Tulijelekeza katika mji wa Kamanyola uliokuwa kwenye mpaka na Rwanda, ambapo tulikutanana na wafanyabiashara wengine wadogo. Wengi wanaendelea kudai kwamba mipaka ifunguliwe mara tena ili kuepuka njaa, kwa sababu njaa itaua zaidi ya corona, wanasema. Wako kwenye microphone ya mwandishi wetu huko Kamanyola. Mimi mwendesha biashara hakuna kitu ndaipiganisha, hakuna kwenda gusa. Nilikuwa naendaka Burundi, Rwanda, naleta ile biashara yangu kidogo, watoto wanapata sabuni, wanapata mafuta kupakala na wanapata chakula. Lakini hivi tangia mipaka ifungiwe hivi tunahangaika sana, hakuna kwenye tutatosha uchuruzi. Kuzagaza kwa virusi ya corona na njaa yenyewe itatuua. Wakati tunaenda kule, kama corona iko itaua yenyewe mwenye likamata, lakini kushiva wafanya biashara kidogo hatuogopi corona, sababu vile njala ndio itatuua sana tena sana. Mtusaidie, mtufungulie mipaka, tunalia, mtufungulie activite yenye itatupermettre na shie watoto balamuke.
kutufungia mipaka haiko ndio kusema ndio kumaliza corona. Corona Mungu yeye peke ndio ataimaliza, lakini si wanadamu atozika imaliza. Depuis mulifungiaka amuyapata solution. Ndio masiliano ya Rwanda Burundi itaweza kupunguza uchumi jua nini? Sababu walikuwa banafungula ma frontiere. Tulikuwa tunaenda tunaleta biashara, tunauzisha na nabo huku nako wanakia wanauza biashara wanaenda wanauzisha kwao. Hivi sasa shie tunaona sasa vile uchumi unapunguka juu atufenye tena ile biashara yetu na aitungizi kitu. Ni uma frontiere nao uchumi unapunguka, sinjo leta yote ile. Uchumi nao unapunguka juu hakuna entrée na sortie, hawaingizi franka nao. Tutaweza shukuru sana bakubwa wa nchi bakifungula mipaka juu shie wote tutajikuta tunakuwa huru ya kutafuta maisha ya watoto. Ni kweli hali ya uchumi nchini DRC inatutatiza sana sisi wachuruzi wadogo wadogo. Kwa kujitupatupa tunahangaika sana kwa kutafuta hii uchuruzi umekosekana, na tulikuwa tukijielekeza huko Rwanda kutafuta uchuruzi ndogo ndogo, lakini imekosekana. Na kwa hiyo tunajikalisha tu nyumbani kwa ajili ya kukosa biashara hiyo. Na ya pili, huku kwetu DRC japokuwa tuko napata hiyo biashara ndogo ndogo, lakini biashara inazidi bei sana na inatulomba sisi wachuruzi wadogo wadogo kuikala nyumbani. Na njala hivyo nayo inatutesa. Uchumi kwa hizi nchi mbili, antuka nchi ya Rwanda ilikuwa inatusaidia sana kwa hali ya hii uchumi, na uchumi kama inaendelea ni kwa ajili ya kufungua mpaka. Antuka tunashukuru Mungu sana kama hiyo wazi itakuwa vile ya kufungula mpaka, labda na sisi tena tuanze hii kazi zetu. Tunashukuru sana kusema ke Rwanda inatafuta fungula mpaka, na Mungu aendelee kutusaidia sana. Hii shida napiganisha niko ndana jitopatupa huko na huko kufanya hata kutumisha kulimiana kushamba kusudi mtu apate kisi watoto watakula, lakini maisha yako nguvu sana. Inaweza ongeza virusi kwa kwenda kule Rwanda na kurudi, lakini tulikuwa tunaomba na sio watumwangie dawa sasa vile wako na mwanga dawa fasi nyingine kisha wafungule mipaka na shito angalie kisi yako naenda na ngeka juu kutafutia watoto. Inaweza kuongeza kama tunaendelea kuvuka, wakifungula itaweza ongeza magonjwa, lakini kwa ajili ya magumu tunakuwa nayo ya shida ya kisi ya kupata kisi ya kulisha jamaa. Ushuhuda ambao unaonesha umuhimu na hitaji la wafanyabiashara wengi kufungua mipaka tena. Sekta nyingine ambayo iliguswa sana na shida hii ilikuwa usafiri katika nchi za maziwa makuu. Wote ambao wanapashwa na bado wanahitaji kuvuka mpaka ili kufanya kazi zao wanashikwa na shida hiyo mara mbili. Wamoja wamepoteza kazi zao, wengine bado wangana mizigo zao kwenye mpaka wakiwa na shida la kuvuka. Katika kipindi hiki tuliwasiliana na Robert Ntakubajira, dereva wa lori au kamio inayoenda Uvira Bukavu, tuliomkuta huko Kamanyola. Huyo alisema kuwa alipoteza sana kwa sababu ya hali hii kutokana na COVID-19. Kwa biashara nilipoteza mingi sana kwa jushi wenye sheba transporteur. Tunakuwa compter par course. Na mpisa tunaleta ile marchandise vile sa vile mboga, mikeke. Kama unakuta au upige ulikuwa unapiga par semaine unapiga 2 courses, unakalikile 2 courses yako unaweza pata $40. Unajua ile $40 kwa semaine unaweza chakako kama ni $10 mara pili na unaweka ile $20 ilikuwa inabakia. Na kwa leo inakuwa difficile. Inakuwa difficile sana kuweka ile makuta. Juu unajikuta rasio ulikuwa unaacha kwa uache tena. Na masiku zilikuwa natumika aziene tena. Sasa hivi na mimi tena mimi nalipa nyumba ya kupanga. Unakuta kama bosi na shiba anaanza kupunguza kumshahara juu kurse na turuze tulikuwa tunafanya. Haiko tangeze tunafanya. Tunajua sasa tutalipa nyumba na nini na tutakuwa pana marasio hai. Please ile kukataza magari kusema sema isiende. Unakuta watu nabo njali tabaua manyumba. Hayo shipeke, lakini watu wote tunabebea mboga wanaemea nao hawatapata tena hisi ya kuuza mboga. Na unakuta vitu vinakuwa nguvu. Sasa unaweza kama kukataza gari hizi kutembea au kuendesha kazi zao katika maeneo hii, inaweza kuwa na madhara gani kiuchumi? Madhara itakuwa mingi juu mingi wanaweza kufuata na njala. Juu mboga zifiki tena. Mboga zinaanza bakililia munjia na zingine unakuta zinafasi siku za mingi munjia zinangwa zinaribikia pale pale.
na shie inatuperturbe juu batatulipisha na shile mamboga za watu zetuleriwishi, na japo haikuwa kupenda yetu, ni njia juu watakao inakuwa inafungana. Unaweza mambo yanapaswa kuwa namna gani wakati coronavirus ingali? Madhara gani kiuchumi inaweza tena kujitokeza ndani ya nchi hizi za kanda la maziwa makuu? Madhara inaweza kuwa mingi, inaweza jitokeza. Ingelikuwa basi wanaweza kama government inaweza kwa tusaidia kwa tupatia basi chakula tubakie kwa manyumba sawa. Lakini wakati wanarete watu hakuna kutoka mu manyumba, na please batu njala hutapata makuta tena kuenda sema kusoko joendo weme, batu watalumia na njala sa manyumba. Kama vile mnatoka kuifuata, kuna vinyume nyingi zinazowakumba watu wanaohusika katika sekta hii, ila matokeo ni gani? Hii ni swali kwake Farini Serge ambaye anaongoza ofisi ya upashaji habari kunako ofisi ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Scientifiquement naweza pana quelques conséquences. Na conséquence ya kwanza ni emergence ya ile yenyewe wanaitaka mkisiansa économie souterraine. Ni ile ekonomi ambayo inaishape ku administration fiscale, haiko contrôlée na administration fiscale, na ile na constituer manque à gagner kabambi. Tunaweza ita tena scientifiquement économie informelle. Ingine conséquence ni inaleta entrée à ma produits ziko impropre à la consommation. Le fait que mamipaka ikue wazi nafasi fulani. Juu ya question ya traversée illégale, c'est prohibé. Si vema kuencourager hayo. Sasa tuliona hapa juzi waziri wa mambo ya ndani wa DRC na naye waziri wa Rwanda, hata liwali wa jimbo waliwasiliana hapa Ngoma kuhusu jambo fulani. Kufatana na hiyo mkutano ilifanyika pale pamoja na viongozi wa huko Rwanda, eske tunaweza kusema kama uwasiliano ama operation regional uko, ama ni kila mtu ama kila inchi anatafuta kwanza intérêt zake personnel? Juridiquement parlant, majadiliano au coopération entre hizo taifa ziko bien structuré. Kuna communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL yenye pale, kuna conférence internationale sur la région des Grands Lacs ambayo nayo iko pale. Ni kusema kama kwa vikartasi en tout cas coopération iko. Congo haiko East African Community bado, lakini kuna mainstance fulani ambazo zinatia mainchi tofauti hizo pamoja ili ya kuweza kuongelea mambo ya pamoja. Lakini sur le plan politique inaonekana kuwa kama ni normal kila taifa ama kila inchi iweze kuprivilegier intérêt zake personnel. Kia kama nchi ya Rwanda iliomba hiyo mipaka entre DRC na Rwanda fatana zifunguke kwa mipango zimoja. Unawaza hiyo ombi ikakubaliwa na mipaka zikafungukwa, ita contribuer ku relever ekonomia ya province ama? Kitu ya kwanza naweza sema ni kusema kama ni kupreciser kama mipaka haifungwe kwa ajili ya trafiki ya marchandise. Mipaka inafungwa juu ya matrafiki humain. Lakini ingekuwa vema iweze kufunguliwa, ingekuwa vema. Lakini kuna shida, contexte haipermettre avec coronavirus na madhara ambayo inaweza kuleta, haingekuwa vema kufungua mipaka juu ya hatutakuwa hapo tumeevite chaîne ya propagation ya contamination ya hiyo virus ambayo unajua sur le plan regional leo hii juu ya inchi fulani kukamata bila sérieux hii question inakuwa na impact mubaya mu East African Community, na opportunité ya kufungula ma frontière iweze kujipresenter ili ma mesure hizo ziweze kurudiliwa. Sasa jambo la mwisho ambalo naweza sema juu ya hiyo question ya COVID, nawaza inaomba kuadopte ma mécanisme, ma stratégie de survie avec hiyo COVID, sababu sur le plan économique ina engendré ma
maperte za mingi. Mkutano ambao uliweza kufanyika katika nchi hizo mbili, nitaweza kukumbusha kwamba inakuwa nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swali bado linajitokeza juu ya kiwango cha kujitolea kwa kisiasa kupata suluhisho la haraka, kama ushuhuda huo ulioonyeshwa mwanzoni mwa kipindi chetu. Sehemu kuwa na shida kipesa, na kwa hivyo ni haraka kutafuta njia za kutoka. Sehemu nyingi ambavyo zimeguswa na hiyo shida ni sekta ya madini. Shimo za madini zina importance kubwa katika uchumi wa nchi. Sasa tungependa tujue, kufuatana na wewe, kwa wakati huu matokeo ni gani kwa ajili ya Kongo kwa huo kupunguka kwa exploitation miniere, hata hiyo tunaita kuuzisha kwa nje wala exportation? Nawaza hapo kabisa kuna consequences nyingi, kwa il suffit seulement cours ya matière première ishuke au niveau international juu impacter Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama République démocratique du Congo, na kwa hiyo ni shida kubwa sana. Nawaza appel ambayo inaomba kufanya hapa ni appel ya diversification ya ekonomi congolaise. Inabidi waweze kabisa investir mwa hiyo kitu ya diversification économique congolaise kwenda mu secteur zingine, par exemple ya agriculture. Alors ni kusema kama oui, choc inajifère sentir juu ya baisse ya cours ya ma matière première sur le plan international. Hiyo ni realite, na inaomba kujitayarisha vema ili kuweza kukontourne vitu kama hivyo. Na kilio ni kusema mwinchi yetu kuweze kuwa hiyo wanaita transfert de technologie, donc tusiishi tu de l'exportation. Naomba ndani ya nchi yetu tuweze kuproduire, tuweze kutransformer, na itakuwa ni suluhisho nzuri sana. Ni wazi kwamba kiwango cha msiba huu unaweza kujionesha kiuchumi, na sio tu pande la jimbo ya Kivu ya Kaskazini au la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo yatupaswa kutafuta hatua katika ngazi ya mikoa au mkoa unaoweza kupata suluhisho yenyewe. Swali hiyo ni kwake Farini Serge, kiongozi wa ofisi ya upashaji habari kunako ofisi ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Jimbo haina uwezo wa kujibu kwa hitaji zote, hiyo ni clair. Et même haiko tu jimbo ya Kivu ya Kaskazini, ni hata nchi mzima, ni hata Afrika nzima, ni hata dunia nzima, sababu question ya COVID ina dépassé ma frontière. Iko question ambayo iko internationalisé, na inabidi ma solution ziweze kutoka kwa hiyo mapalie yote ili tuweze lutter efficacement contre hiyo virus. Mais mina insiste, kila sehemu ya nchi ina contexte ambazo ziko particulier, na province ya Nord Kivu ina contexte particulier, ndio bana wana contextualiser lutte contre COVID jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Shida kuhusu coronavirus inavuka mipaka yote. Suluhisho kwa hiyo inapashwa kutafutwa na viongozi wa nchi za maziwa makuu. Tujelekeze basi nchini Rwanda. Kama tulivyosema tayari wiki iliyopita, kumeendeshwa mjadala wa kuweza kufungua mara tena mipaka. Hii ni kwa sababu janga la corona limetulia kidogo katika eneo zimoja nchini Rwanda, lakini kesi zinaendelea kuongezeka nchini DRC, kwa upekee kusini mwa nchi. Mkutano wa nchi hizo mbili uliokusanisha viongozi wa pande hizo mbili umeendeshwa Parubavu, nafasi inayoitwa La Corne.
Kulingana na duru tulizo nazo, waziri wa afya Mheshimiwa Daniel Ngamije aliyekuwa akiongoza ujumbe toka Rwanda pamoja na wenyeji wao toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiongea mbele ya waandishi habari, amesema imechukuliwa hatua tangu tarehe 27 Mei kati ya pande zote mbili kuwa kuna umuhimu wa kuweka mikakati ili kuanza harakati za biashara kati ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya kuwepo kwa virusi vya corona. Huyu alisema mkutano huo uligubikwa sana na hatua za kuchukuliwa ili kuanza biashara kati ya nchi hizo mbili kwa upande umoja, na kwa upande mwingine hatua za kupambana na virusi vya corona zizidi kupewa kipaumbele. Rwanda na DRC wamekubaliana kupambana dhidi ya maambukizi ya COVID-19 katika hali ya kupana habari kuhusu watu ambao wameshapata maambukizi ili kutambua kiufundi washakiwa wengine wa virusi hivyo. Tulizungumzia pia namna gani harakati za biashara kwenye mipaka kati ya nchi hizo mbili ziweze kuanzishwa pasina kusahau mikakati ya kujikinga dhidi ya COVID-19. Ameyasema hayo waziri Ngamije. Huyu aliongeza kuwa baada ya mkutano huo kumewekwa tume ya uratibu na ufuatiliaji yenye kuundwa na pande zote mbili ajili ya kutekelezwa kwa mkataba huo. Kwa upande mwingine, waziri Ngamije aliongeza akisema, hapa na mnukuu, waendesha magari makubwa au roli wanaovuka mipaka watalazimika kupimwa virusi vya COVID-19 kila mara, na tumeomba magavana wa nchi zote mbili kutumika pamoja na kuwa kitu kimoja ajili ya kuwepo kwa usalama wa wananchi, mwisho wa kumnukuu. Viongozi wa kisiasa wanaendelea kutafuta suluhisho pamoja. Kwa hiyo, kuna jukumu ambazo zinapaswa kuchukuliwa kama vile na CPGL au Komesa. Profesa Moise Chifende ni mkuu wa idara ya sheria kunako CPGL. Bwana Moise Chifende, unadhani kwamba uchumi inakuwa kabisa na tatizo siku hizi sababu ya hiyo ugonjwa wa coronavirus, na wahanga wanakuwa ni wanani, na namna gani unadhani kwamba wanaweza wakapata suluhisho ama wakija en sortir katika kanda la maziwa makuu? Ekonomi informel ya mainchi hizo inagusiwa sana. Wa victime wa hii shita ya ekonomi, effondrement ya ekonomi informel, ni sana wale wa mama na wale wa vijana wanaofanya commerce transfrontalier. Kwa mipaka wanavuka kila siku kwenda kufanya biashara, wanaishi auto du jour. Leo hawapate namna ya kuvuka mipaka kwa kwenda kufanya makazi zao. Mipaka kama inafunguliwa, watu ngambo na ngambo wanapata namna ya kuishi vizuri na kwa kufanya kazi zao. Sasa chômage inakuwa mingi kwa wale wa commerçants transfrontalier. Kwa kusortir mwa ile situation mpaka leo, inaombwa kwa kila mtu yeyote aheshimie hii makonsigne walitupatia juu ya afya ya COVID-19. Siasa ni gani ya mambinu ni gani katika kanda la maziwa makuu kulingana tunayo makubaliano ya CPGL? Je, nchi memba za hiyo CPGL zinakuwa zikikutana kwa kuzungumza ili wapate suluhisho kwa mahitaji fulani ambayo yanakuwa ikionekana mu region de Grand Lac? Kama kwa mfano CPGL inauzika sana na hii COVID-19. Kwa CPGL, kila nchi ya CPGL ilikamata mitindo mzuri kwa kuweza kugombanisha hii COVID-19, na nchi zinaongea pamoja kuhusu ile. Kama mfano, Kongo na Rwanda zilikutana na Goma ku Plan de Barriere semaine passée. Mulisikia wa serikali wanakutanana kuzungumuza namna gani wanaweza usikiana kwa kugombanisha hii ugonjwa ya COVID-19. Na kila nchi ya CPGL inafanya nguvu sana kwa kugombanisha hii ugonjwa, na watu wote wa mainchi za CPGL wanapashwa fuata ile mitindo serikali anapana, kwani wakiheshimia ile mitindo ya serikali wanaweza kushinda hii magonjwa na krize zote zinafikia kupitia hii ugonjwa. Nini cha kufanyika ili kanda la maziwa makuu liweze kutatua tatizo ambazo zinakuwa zikionekana, kwa sababu tunajua kwamba magonjwa hiyo inakuwa ikitambuka mipaka? Vitu vingi vinafanyika na serikali za nchi ya Grand Lac.
kwa kugombanisha hiyo ugonjwa. Échange d'informations sur les cas, wanajiinforme sur les cas, respect des normes frontalières, hapana ile kufunga mipaka, yafaa watu waheshimie na waheshimishe ile mipaka, wasiende kiolela. Kama serikali nasema wanafunga mipaka mu mapei za Grand Lac, ni mzuri. Ile concertation iko comme échange d'informations, kumaka ma réunion ensemble kwa kujimettre à jour, update juu ya hii corona na strategie za kuikombattre, na vinginevyo wa serikali zinaweza pima kuzinani sa coopération médicale, zinaweza kuwa na coopération mu prise en charge ya wagonjwa na nchi zote za Grand Lac kama hivi zinaungana kwa kupiganisha ile ugonjwa. Ikiwa kunaonekana udhaifu kidogo kuhusu siasa nchini hata kwenye kanda la maziwa makuu, pendekezo zako zinakuwa ni gani kwa wakuu viongozi wa nchi hizo tatu kwa ajili ya kuweza kutafuta maendeleo wa masuluhisho? Mainchi zote za Grand Lac zinapashwa ungana kwa kupiganisha hii ugonjwa. Kama ile marencontre wanafanya kwa kuzungumuza pamoja, échange d'information ni ya lazima, échange d'information ni ya lazima, échange expertise technique ya experience kwa kugombanisha ugonjwa ni ya lazima, na coopération mu prise en charge nayo inaweza ya wagonjwa inaweza fanyika kwa kuweza kushinda vile vitu na kusaidia na solidarité africaine, intégration régionale africaine inakuwaka ile kusaidiana, kusikilizana, kusaidiana. Kufuatana na hali ya sasa, tunakuwa katika hiyo urgence ya kuweza kurudilia uchumi kwa ajili ya kuweza kuepuka matokeo mabaya ambayo inaweza ikaonekana. Je, unadhani kwamba mpango wa nchi ya Rwanda ya kuweza kufungua mipaka yao na nchi ya Kongo ya Kidemokrasia inakuwa ni jambo nzuri? Unaona kwamba inakuwa kabisa rahisi? Hakuna woga ambayo inaonekana kwa watu ambao wangetamani kuvuka mipaka, na tunaweza kujua nchi inaweza kufanya nini kwa ajili ya kuweza kurasuri au wasafiri. Mainchi zote za Grand Lac zinapashwa ungana kwa kupiganisha hii ugonjwa. Kama ile marencontre wanafanya kwa kuzungumuza pamoja, échange d'informations ni ya lazima, échange d'informations ni ya lazima, échange expertise technique ya experience kwa kugombanisha ugonjwa ni ya lazima, na coopération mu prise en charge nayo inaweza ya wagonjwa inaweza fanyika kwa kuweza kushinda vile vitu na kusaidia na solidarité africaine, intégration régionale africaine inakuwaka ile kusaidiana, kusikilizana, kusaidiana. Kufuatana na hali ya sasa, tunakuwa katika hiyo urgence ya kuweza kurudilia uchumi kwa ajili ya kuweza kuepuka matokeo mabaya ambayo inaweza ikaonekana. Je, unadhani kwamba mpango wa nchi ya Rwanda ya kuweza kufungua mipaka yao na nchi ya Kongo ya Kidemokrasia inakuwa ni jambo nzuri? Unaona kwamba inakuwa kabisa rahisi? Hakuna woga ambayo inaonekana kwa watu ambao wangetamani kuvuka mipaka, na tunaweza kujua nchi inaweza kufanya nini kwa ajili ya kuweza kurasuri au wasafiri. Ndiyo kabisa, watu wanapenda wafungule mipaka, lakini serikali kwa kuhusu kusaidia watu kukombata hii COVID-19 inasema mipaka ifungiwe. Ile yote ni kutafuta kusaidia watu hii ugonjwa isiendelee. Kwa juu kama wanafanya laxisme ku frontiere, ugonjwa itaendelea sana, itajipeperusha fasi yote katika region yetu. Kufunga frontiere ni mzuri hii masiku kwa kuweza kumetrize kwanza ile pandemi, lakini ni preoccupation kufungua frontiere, ni preoccupation sana, na serikali zitafungua kabisa frontiere metrize ya hii COVID-19 ikisha kuwa. Sasa leo watu wanataka wafungule mipaka, na serikali nayo inaweza penda mipaka ifunguliwe mbio njo ekonomia za nchi mbali za region ziendelee mzuri, lakini tusubiri kidogo kwa kungoja kisi tutapiganisha hii ugonjwa. Wasikilizaji wapendwa, umefahamu pamoja na sisi namna gani serikali za nchi za maziwa makuu hawahusiki tu na usalama wa raia, lakini
huhusika pia na namna kuinua uchumi wa mkoa wakati huu wa COVID-19. Kama tulivyosikia, wasiwasi mkubwa ni kwamba mipaka imefunguliwa ili uchumi ambao watu wote hutegemea pamoja kwa umoja unaweza kuanza tena. Zaidi ya yote ni vema ugonjwa kwanza utolewe, na kusudi watu wafikie hapo, hakika inatubidi wote kuheshimu hatua za kizuizi. Mpendwa msikilizaji, na ni hapo ndipo tunahitimisha kipindi chetu cha leo, na kukumbusha kwamba tulikuwa tukizungumzia kuhusu matokeo kiuchumi katika kanda la maziwa makuu kutokana na COVID-19 ama janga la coronavirus. Je, inawezekana kuelewana katika nchi za maziwa makuu ili kutoka katika shida hiyo? Mnaweza kufuata mara tena kipindi hiki kwenye mtandao wa kijamii Facebook ukiandika tu maoni yako. Colette Salima nami Gilen Kavira, tunawashukuru kwa usikivu mwema. Kwa heri, kwa wiki ijao tukutane kwenye redio yako ambayo inakuwa ikikuletea kipindi hiki maoni yako.